Kasema Skawa huyu ndo Skawa yuko wapi na hiki ndo kiti chako, afu mbele ya Mohamed. Hii inaleta picha gani? Anyway, naweza niseme straight kwenye swali lako inaleta picha gani. Lakini mimi nataka niangalie kitu kimoja. Nianzie mbali kidogo kwamba mnakumbuka siku ya Ijumaa, I mean Alhamis, wakati waziri wa nyumba, maendeleo na makazi ameenda Arusha, kuna sintofahamu tulizungumza hapa ambayo kwa namna moja ama nyingine ilionyesha kwa watu ambao wanafuatilia mambo ya Arusha kwamba hawa watu wawili hawako sawa, na haikuwa picha nzuri kwa waziri. Waziri alizungumza na Gambo, walimfuatana wakazungumza, lakini mkuu wa mkoa na mbunge tuliona tofauti zao na ilibeba headlines pale kwamba kulikuwa na changamoto hiyo. Kitendo ambacho inawezekana kilikuwa na tafsiri nyepesi au ngumu kwa namna vyote vile ambavyo mtu anaweza akaichukulia. Mtu wa kwanza kuangalia kama ndo kwanza anaona kile kitu, anaweza asione kama kuna tatizo, lakini kwa wale watu ambao wameanza kufuatilia toka zamani, toka muda mrefu kuanzia mwanzo mpaka kufika pale, anaona kabisa kwamba hapa kuna nini, kuna shida. Lakini mimi nina historia kidogo na wakina Mrisho Gambo na Makonda. Mara kadhaa wakicharuana kwenye vyombo vya habari, wakikutana huwa wanakumbatiana na huwa wanasalimiana. Umenielewa? Nilishangaa kwa nini kile kitu siku ile hakikufanyika. Inawezekana sitaki kuamini kwamba wamefikia to that extent, lakini inawezekana ni kitu cha kawaida. Lakini nimekuja kujiuliza tena kilichotokea siku ya Jumamosi. Unajua mkuu wa mkoa ndo mwenyeji wa Mheshimiwa Rais. Si umenielewa? Yeye ndo mwenyeji wa Mheshimiwa Rais, yeye ndo wa kuzungumza matatizo na changamoto zote ambazo zipo kwenye mkoa. Na ndo maana ukiangalia wabunge wote walikaa sehemu moja isipokuwa Gambo. Wabunge wote mkoa wa Arusha. Nimemwona mzee wangu Ole Sendeka alikuwepo pale. Si umeelewa vizuri? Wote walikaa sehemu moja. Si umeelewa? Kasolo mbunge wa jimbo la Arusha mjini. Na nilitegemea yeye kama mbunge wa mwenyeji, sababu ile shughuli imefanyika kwake, yeye angekuwa mstari wa mbele zaidi. Sio mwenyewe, sababu jambo limefanyika katika jimbo lake. Kwa hiyo angekuwa mstari wa mbele zaidi. Kitendo cha yeye kutokuonekana mbele, au inawezekana sawa alikuwepo, lakini amejificha au amekaa sehemu ambayo haionekani, au amekaa sehemu ambayo na uhakika hawezi kukosa nafasi. Kama mbunge mwenyeji kwamba amekosa nafasi kwenye lineup ya mbele, ndio maana yeye ameenda kukaa sehemu nyingine ambayo haionekani. Silioni hilo kama lipo. Lakini cha pili, mkuu wa mkoa alivyomuita, nilitegemea hata angenyosha mkono, au kwa sababu watu wamesimama, angetafuta means ya yeye kuonekana mbele ya Mheshimiwa Rais. Kile kimejenga picha ambayo sio nzuri mbele ya Mheshimiwa Rais. Unajua hata kama kuna sintofahamu ambazo mko nazo, kuna namna ambavyo tunatakiwa kuzificha mbele za watu wengine ambao tunahitaji tufanye kazi au maendeleo na vitu vingine. Either Gambo alikuwa anataka kupeleka direct message kwa Mheshimiwa Rais kwamba mkuu wa mkoa hafanyi sawa kile ambacho anakifanya. Labda kwamba mimi na mkuu wa mkoa hatuko sawa, that's why nimekaa huko. Lakini ukumbuke kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa anaenda kuhutubia baada ya mkuu wa mkoa. Si umeelewa vizuri? Sasa kama Mheshimiwa Rais anaenda kuhutubia baada ya mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Rais angetaka kumhitaji Gambo, nini kingefanyika? Gambo angeenda kutoka huko alikokuwa amekaa akakimbia akaenda mbele kwa Mheshimiwa Rais, inge take time. Inawezekana kweli ingefanyika, lakini ingefanya nini? Inge take time, ingechukua muda. Kulikuwa na haja ya Gambo kuweka tofauti zao na Makonda pembeni, kwa sababu ile ni issue ya kitaifa. Angekaa pale mbele alivyotambulishwa, na angekuwa ni mmoja watu. Kama kuna shida gani kutambulishwa kwamba tuna mbunge mwenyeji yuko hapa, si umeelewa vizuri? So unamtafutia mtu reason to hate kwa sababu ya kile ambacho wewe umekifanya, either makusudi au bahati mbaya, kwa tension ambayo wewe ulikuwa nayo na vitu vingine, inapelekea mtu mwingine afikirie kwamba kijana ana kiburi, mtu huyu ana ugomvi na vitu kama hivyo, kitu ambacho hakina maendeleo kwenye nchi. Lakini ambacho tunakiomba kwa kiasi kikubwa ni hichi ambacho kinafanyika sasa kati ya ofisi ya bunge la ofisi ya mbunge wa Arusha na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Kama kinaleta maendeleo kwa wananchi, waendelee nacho. Ila kama wanaona kabisa hakileti maendeleo kwa wananchi,
kinawagawa wananchi, sio kitu, hakina afya, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi. Najua ndio sababu kubwa ya wao kufanya hivyo. Inawezekana kwamba kila mmoja anataka, kuna mmoja anayetaka na mwingine anayetetea jambo lake, lakini kuna namna ambavyo Chama cha Mapinduzi kinaweza kikaingilia kati. Mkoa wa Arusha kina uwezo wa kuingilia kati jambo hili. Hawa wote ni vijana wa Chama cha Mapinduzi. Mrisho Gambo ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Makonda ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Wanaweza wakaitwa, wakasuluhishwa ndani kimya kimya na wakawa sawa, tusubiri kwenye uchaguzi. Kwa sababu inawezekana Gambo anaingia wasiwasi au anaingia hasira kwa sababu tayari zimeshaanza kuonekana chembe za mkuu wa mkoa kutaka ubunge ambaye yeye bado yuko kwenye nafasi yake. Kuna mmoja ama nyingine hiyo, lakini vile vile kuna maugomvi ambayo tumekuwa tukiangalia, mmoja na msemo zake vibaya, yule msemo zake vibaya, imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo kama hiyo ni sababu ya wao kwa sababu ile ni shughuli ya kitaifa, kutokutambulishwa, kutokuonekana kwenye hafla kama ile kubwa ya Mheshimiwa Rais, haileti picha nzuri. Tuanze kwa Msigwa. Hapo Skawa kamaliza kila kitu. Hauna lolote, kwa hiyo siongeze lolote. Tuanze kwenye umeme. Morning Bantu.